Jambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika uchambuzi wetu wa kina wa masuala ya kisiasa yanayozidi kuchukua sura mpya kila kukicha katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Mjumbe wa kamati kuu ya chama kikuu cha upinzani Chadema Godbless Lema ameibua mtikiso mkubwa wa kisiasa nchini baada ya kuchapisha ujumbe nzito na wenye utata unaomguza moja kwa moja kiongozi mkuu wa utendaji wa Chama cha Mapinduzi CCM, Katibu Mkuu Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi. Kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, Lema amemposti Daktari Nchimbi na kuandika ujumbe ya kifalsafa akilinganisha hali ya sasa ya kisiasa na simulizi za Biblia ya Yuda Iskarioti. Katika maandishi yake, Lema anadai kuwa huenda Yuda hakuwa na nia mbaya sana dhidi ya Yesu, bali alifikiri anawapiga changa la moto Wayahudi, akijua kuwa Yesu ni mtu wa miujiza mwenye uwezo wa kujinasua katika hali yoyote. Pengine kwa mujibu wa Lema, Yuda aliamini atachukua vipande vyake 30 vya fedha, huku Yesu akiwashangaza tena waliokuja kumkamata. Lema amekwenda mbali zaidi na kutoa wito wa dharura kwa Daktari Nchimbi akisema, na hapa namnukuu, "Anyway, CCM haipo tena. Tubu na karibu Chadema. Umetukanwa sana. Dhihaki hiyo haipaswi kufanyiwa hata mwenyekiti wa tawi." Mwisho wa nukuu. Hatua hii imetafsiriwa kama jaribio la wazi la upinzani kumtaka katibu mkuu huyo kukihama chama tawala kufuatia mawimbi ya vijembe vya siasa yanayoendelea bungeni. Ujumbe huu wa mshtuko kutoka Godbless Lema au kukuja kwa bahati mbaya, umekuja saa chache tu baada ya baadhi ya wabunge bungeni jijini Dodoma kushusha makombora mazito na kumchapika kiongozi huyo mmoja jina la Yuda Iskarioti kwa tuhuma za siri za usaliti ndani dhidi ya mwenendo wa chama na serikali. Ingawa wabunge hao hawakutaja jina la kiongozi huyo moja kwa moja, wachambuzi wa mambo na watumiaji wa mitandao ya kijamii walitafsiri kauli hiyo kuwa inamlenga katibu mkuu Daktari Emmanuel Nchimbi kutokana na misimamo yake ya hivi karibuni hapa nchini na jinsi inavyosimamia hoja ya mabadiliko ndani ya chama tawala cha CCM. Posti hii ya Lema imekuja kama thibitisho kwa wengi walioanza kuunganisha nukta za kisiasa, ikionyesha wazi kuwa mishale yote ya vijembe inavyorushwa kutoka baadhi ya wabunge wa chama tawala inalenga safu kuu ya utendaji wa chama. Hatua ya Lema kumwambia Daktari Nchimbi kuwa ametukanwa sana na kwamba dhihaka hiyo haikupaswa kufanywa inaonyesha jinsi gani upinzani unavyofuatilia kwa ukaribu mipasuko ndani ya CCM na kuitumia kama kete ya siasa kudhoofisha ngome ya chama tawala kuelekea nyakati zijazo. Kama ilivyotarajiwa, ujumbe huu wa Lema umeilipua hisia mseto miongoni mwa wananchi na kuipa mamilioni na mamia wanayoonyesha mgawanyiko mkubwa wa kimtazamo kwenye majukwaa ya kijamii. Upande mmoja wa wananchi umeonyesha kusikitishwa na kuguswa sana na dhihaka inayofanyika na kufanyiwa katibu mkuu ndani ya chama chake, wakisisitiza kuwa kiongozi anayesimamia chama chenye wanachama mamilioni anapaswa kukosolewa kwa hoja la kimsingi na sio kufanyiwa misaha au kudhalilishwa mbele ya umma bungeni. Baadhi ya wachangiaji wameenda mbali na kulinganisha dhihaka hii na dhoruba ya kisiasa zilizowahi kuwakuta viongozi wengine wa zamani wa muhimili huo, wakionya kuwa hawatakubali uonevu huo ujirudie kwa kiongozi makini kama Nchimbi. Wanasema kama hali hiyo itaendelea, basi mipasuko ndani ya chama tawala itaongezeka. Wapo wanachama waliomtaka wazi kuwa wao nyuma ya Daktari Nchimbi hadi mwisho, wakimwambia asistumiwe na asishtushwe na lolote, kwani yote yatapita, na wengine wakatoa changamoto kwa wabunge bungeni kuwa kama kweli wana hoja ya msingi ya kinidhamu, basi wazilete kwenye vikao rasmi vya chama badala ya kuishia kwenye vijembe na mafumbo ya maneno yasiyo na tija.
Hata hivyo, upande wa pili wa wachangiaji, hasa wale wanaojitambulisha kama wanachama na wafuasi wa dhati wa upinzani, wameonyesha msimamo tofauti kabisa na wito wa Godbless Lema wa kumkaribisha Dr. Nchimbi Chadema. Wananchi hawa wamesisitiza kwa msisitizo mkubwa kuwa milango ya kuingia upinzani inapaswa kufungwa kabisa kwa viongozi wakubwa wanaotoka chama tawala pale wanapokumbana na misukosuko ya ndani ya madaraka. Wanadai kuwa Chadema tayari kimejaa vijana wachanga wenye uzalendo wanaopaswa kupikwa na kuandaliwa kwa ajili ya mustakabali wa baadaye wa taifa hili. Wafuasi hawa wanasema wazi kuwa geti kuu za chama limefungwa na kwa sasa wanasiasa waandamizi wa CCM wanashauri kuwa Dr. Nchimbi anapaswa kubaki uko ndani ya chama chake ili waendelee kutifuana wenyewe kwa wenyewe, wakitumia msemo maarufu ya siasa kuwa ndugu wapiganapo, majirani tunashika jembe kukalime. Wanashauri kuwa mgogoro huu ubaki kuwa kuni ya kuwasha moto ya mabadiliko ndani ya chama cha CCM, na kuonya kuwa kuwaamini viongozi hao kwa urahisi kunaweza kuwa ni michezo tu ya kisiasa lenye lengo la kuwadaa na kuwapoza wananchi wanaotafuta ukombozi wa kweli nchini Tanzania. Katikati ya mjadala huu mkali, wadau na wafumbizi wa mambo ya kisiasa nchini wamekumbisha historia na uzito wa kipekee alionao Daktari Emmanuel Nchimbi ndani ya CCM, wakisema kuwa wazo la kumtoa kiongozi huyo ndani ya chama tawala si jambo jepesi au la kitoto kama Lema anavyofikiria au kutamani. Wachambuzi hao wanamkumbusha jinsi Nchimbi alivyotajwa kuwa miongoni mwa makada wenye ushawishi mkubwa na wanaomiliki mifumo vya ndani ya chama, yaani wale wenye chama chao. Wanarejea ujasiri wake wa kihistoria wakati alipoanzisha timbwili mkubwa na la kipekee ndani ya kikao cha halmashauri kuu ya taifa NEC miaka za nyuma, akimbanania waziwazi mwanasiasa nguli hayati Edward Lowassa. Ikiwa mifumo ya chama ilishindwa kumfukuza au kudhoofisha kipindi hicho, asiposimamia msimamo wake wa nguvu na ujasiri mkubwa, wanaoji ni namna gani mifumo ya sasa inaweza kumtoa kiwepesi namna hiyo kwa kutumia dhihaka za bungeni. Hii inaonyesha kuwa hii vita ya siasa za kubeba hata kidogo ni vita vya kidhihaki na kimkakati kuhusu mwelekeo wa uongozi kuelekea miaka ya mbele. Mwisho wa siku, tukio hili linaacha maswali mengi kuliko majibu juu ya ukomavu wa mifumo yetu ya kisiasa na mustakabali wa nchi kuelekea chaguzi nzito. Je, kauli hii ya kijasiri ya Godbless Lema itachochea mpasuko mkubwa na wa kihistoria zaidi ndani ya CCM, au itamlazimu katibu mkuu Dr. Emmanuel Nchimbi kuvunja ukimya na kuweka msimamo hisia zake wazi mbele ya umma ili kuzima kabisa mawimbi haya ya uvumi yanayozidi kusambaa kama moto wa nyika? Na je, wananchi wako sahihi kutaka viongozi hao wasipokelewe upinzani bali wabaki huko wapiganie mifumo yao?